alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu, Allah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu, na Isa Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si mwana wa Mungu wala si Mungu. Mwenyezi Mungu, niongoze mimi katika Uislamu na unifishe hali ya kuwa mimi ni Muislamu. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Waislamu, kwani mmefunga saumu ya sunna au vipi? Na leo Jumamosi. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Bado kidogo, bado. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Mashaallah. Ngapi mmemkaribisha kijana wetu katika Uislamu? Mashaallah. Una kofia, mtwike, mpishe kofia. Una kilemba kidogo, mpishe. Una chochote kile, mpe mzee, mpatie kijana kwa mkono mwenyewe. Zawadi hiyo mzee anakupatia. Mzee anakupatia zawadi hiyo, ni yako, ika mfukoni. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Kilichobakia ni kitu kimoja, mpe huyo. 62 Isaya, nisomee. Aya 62 kitabu cha Isaya. Yaani hii ndio kazi aliyokuja kufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa zaidi ya miaka 13 alikuwa anawatengeneza maswahaba imani juu ya la ilaha illa Allah. Maliza. Na mataifa wataiona haki yako. Ndiyo. Na wafalme wataona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya. Mpe. Nawe utaitwa jina gani? Hussein. Unapenda Hussein Mashaallah, Hussein jina lako nyumbani unaitwaje? Okachi. Hussein Okachi. Mashaallah. Karibu sana katika Uislamu. Uislamu umeshasilimu sasa. Yaani maana yake ushaingiza maji kwa bafu, umeoga. Sasa kilichobakia ni wewe kujifundisha Uislamu. Hapa ndani msikiti wetu huu, mashaallah, kuna program ya watu kama nyinyi waliosilimu, wanafundishwa kujua imani yao ya dini. Na kama hauna kazi ya kufanya, pia unaweza kupelekwa sehemu za Mombasa au sehemu yoyote ile, Garissa, wapi, kwenda kuzidi kupata elimu ya dini. Sawa ndugu yangu, unatakana uwe kama sisi, tulisilimu kama wewe, na leo ndio tumesimama kwa barabara kuwaita watu katika Uislamu. Watu waache kufuru, watu waache kumtukana Mungu ati Mungu amezaa. Sifa ya kuzaa ni sifa ya wanadamu, wanyama, wadudu, si sifa ya Mungu. Mungu ni lam yalid wa lam yulad. Hebu mpe kijana mwenzangu pale, kijana mwenzako. Kijana, umeona kwa Muislamu ni rahisi sana. Hakuna kuingizwa kwa maji. Unaweza kuingizwa kwa maji kwa bahati mbaya. Ukafia ndani ya maji, ama pengine mamba akakubeba. Mamba, unamjua mamba? Sasa wewe pia kusilimu ni kutaja maneno hayo aliyataja ndugu yako. Unaona Sema Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Mwenyezi Mungu mmoja. Nakiri kwa moyo na kutamka ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah wa Mwenyezi Mungu. Muhammad si Mungu wala si mwana wa Mungu. Na Isa Yesu ni mtume wa Mungu, si mwana wa Mungu wala si Mungu.
Wala simu. Tayari umekuwa Muislamu. Umekuwa nani? Muislamu. Waislamu takbir. Allah. Jamani mmefunga baada mabado sauti yangu bwana na shida nyote. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Waislamu raha sio raha. Waislamu raha sio raha. Mashaallah, ndugu yangu umesilimu. Katika majina ya Kiislamu kuna majina mazuri. Hassan, Hussein, Muhammad, Ibrahim, Yusuf. Hayo majina mazuri mazuri tu. Ndugu yangu, naomba kusalimia. Huyo. Wewe, naomba kusalimia. Yuko duniani kweli? Mama ujambo? Ubarikiwe sana mama, Mungu abariki kazi ya mikono yako. Ndio umetoka kazi ama umetoka pande gani? Asante, ubarikiwe mamangu. Naomba kusalimia nikubariki na mimi pia. Usena nani waike pale kwanza alafu tukuje. Mama ujambo? Sijambo. Waitwa nani? Naomi. Nimeona kidogo nikavutiwa, nikaona mamangu kweli ni mama kwamba anasikiza mambo ya Mungu. Dada Naomi, na mimi ningependa leo nikupe zawadi. Ukienda nyumbani ufurahi useme kijana wangu ama ndugu yangu mkubwa alinipa zawadi. Unaona? Hiyo ndio Uislamu. Uislamu ni kupendana. Unaona Uislamu kuna sherehe ya Uislamu inaitwa sherehe ya Eid. Unaijua? Sijui. Waislamu wanaposherehekea sikukuu zao wanaishi karibu na Waislamu au mbali na Waislamu? Kidogo. Mbali. Unaposikia wale Waislamu wanafanya sherehe yao, si wanalikaga hata Wakristo wanakula pamoja? Si unajua inaitwa Eid al-Fitr ama Eid al-Hajj. Na tukichinja nyama ng'ombe, kwa mfano hapa msikitini, tumechinja ng'ombe. Tunakata nyama kidogo kidogo tunapatia majirani wa Kristo. Lakini siku ya Christmas sisi mnakula peke yenu, si kweli? Ni kweli. Sasa hata nimpe mama zawadi njoo kidogo nikupe zawadi mamangu. Yaani asante ndio msaada nini ukashasahau. Karibu kidogo dakika moja. Karibu. Ndugu yangu amesilimu, unapenda jina gani ya Kiislamu? Kwa maana kuna majina mazuri mazuri. Yusuf, Waislamu takbir. Waislamu takbir. Mashaallah, Muislamu wallahi una chochote. Kijana akaribishwa angalau kumtunza, yaani kumuonesha kwamba kumpa moyo. Hata kama ni shilingi 50 ama chochote ama 20 mpe tu, kumwambia kama mzee alivyofanya kwa ndugu yetu yule mwingine. Yaani kuonesha kwamba apate moyo katika Uislamu. Ajue kwamba ndugu zake wapo. Na kama kuna kofia, kanzu, Muislamu leta. Ili hawa ndugu zetu waliosilimu wapate kanzu. Sasa wewe utaama katika hiyo kiti. Hiyo kiti sio yako. Utaenda pale kuna viti muhimu inaitwa VIM. Very important Muslim. Au sio? Kabisa. VIM. Very important Muslim. Yaani hapa sina mtu kuzungusha kamera na Rashid amepotea. Ndio huyo hapo. Yuko amerudi? Yupo. Amerudi. Mpatie mamangu, mpatie dadangu. Anaye. Dada ujambo? Sijambo. Ndio, karibu sana hapa katika mkutano wa Kiislamu. Jisikie kwamba uko katika ndugu zako. Kwa maana Waislamu umesema wewe ni Mkristo ama? Mimi Mkristo. Hebu sikia Qur'ani inasemaje? Qur'ani 5:72. Hapa ndomba mnyamaze hapa. Hapa. Ndomba mnyamaze. Sasa tumekubaliana? 72. Inasema hivi. Hakika ndio utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Amka. Kwa Waislamu ni Wayahudi na wale mshirikina. Unasema yetu muhimu mwanzia aya. Inasema na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema. Wale wanasemaje? Hakika sisi ni Wakristo. Hayo ni kwa sababu mpe maiki dadangu. Dada. Qur'ani inasema kwamba utawaona walio karibu sana na urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema wao ni kina nani? Nenda huko kakae huko. Hata nini? Anaye amka. Utaona walio karibu na urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema wao ni kina nani? Wakristo. Kumbe Wakristo na Waislamu ni nini? Kitu kimoja. Marafiki. Si kweli? Ndio kwa maana utaona kwamba Waislamu wanapanda gari ambazo kwamba wamenunua Wakristo, wanasafiri nao wanakwenda nao town mjini. Utapata Waislamu wana duka isili kule, Wakristo wanaenda wananunua. Tunashirikiana kufanya biashara pamoja. Tunaishi pamoja, tumesoma pamoja. Ni kweli mamangu, ni kweli dadangu ama si kweli? Sasa wewe dadangu, kuna kitu gani ambacho kwamba kinakusumbua pindi unapoona Waislamu ama unapohisi unaona kuna jambo hapa Waislamu wanafanya si sawa na jambo hili uelewi nini maana yake? Kuna chochote pengine unaweza kuuliza pengine katika hayo mambo mawili matatu? Hapana. Na mimi nitakuuliza. Mbona usiwe
Muislamu kama Yesu? Mimi nimesaliwa kwa Kristo. Naamini Yesu Kristo ni Bwana. Ndio. Na nimelelewa hiyo kanisa ya Kristo. Kanisa gani? PCEA, Full Gospel, Happy Church Redeemed, Jehovah Witness, Kaforonokia, SDA, Deliverance, Shakahola, Helicopter of Christ Ministry. Mimi nimelelewa kwa kanisa ya SDA. Wewe ni SDA, Seventh Day Adventist Church, si kweli? Na umesema ulikuta wazazi wako wakiwa huko, si kweli? Qur'ani sura ya 2 aya 170. Qur'ani 2:170 inasema 2:170 inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu kunyemesha na makubwa kubwa na ndogo inasema 170 na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndio usema bali tutafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka watawafuata tu. Sampatie Mungu anauliza swali kwenye kitabu cha Mungu, anauliza je, yani ikiwa wewe unasema kwamba ulikuta baba zako wakiwa katika dini hiyo ya SDA, si kweli? Sasa Mungu anakuuliza, je, hata kama baba yako alikuwa juu chochote utamfuata tu? Lazima ufuate matini yake. Ndio nauliza, kipofu utongoza kipofu anakwenda wapi? Kwa mfano kipofu ameshika kipofu mwenzake mkono, wanaanza kutembea. Mwisho utaingia wapi? Sasa wewe unapenda babako sana, si kweli? Unapenda mamako sana, si kweli? Sikia Yesu anasemaje 10:36 Mathayo 10:36 kitabu ni cha Mathayo. Inasema hivi mwalimu. 36 inasema hivi, nimeipata. Inasema hivi. Inasema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Maandiko nasema adui za mtu ni wale wa wapi? Mpatie malize. Endelea kusema ndio. Wa nyumbani mwake apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Mpe. Yesu anasema mtu yote anayempenda mamake zaidi au babake zaidi kumshinda yeye hastahili katika uzimu wa nini? Katika uzimu wa milele, si kweli? Sasa wewe ukipenda mamako sana ukashinda kumpenda Yesu, na Yesu ndiyo njia kweli na uzima, siku ya mwisho unakwenda katika nari katika moto wa jahannam. Sasa wewe unataka umfuate Yesu. Wewe siku ya Jumamosi ambayo kwamba ni siku ya Sabato unakwenda wapi? Very good. Sasa hebu uliza Yesu alikwenda wapi? 4:16 Luka. 4:16 kitabu ni cha Luka. Hebu Waislamu kwa juu. Waislamu ngapi inshallah? Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Hebu Kristo wa kweli. Wakristo wa kweli wako wapi? Jamani, ndugu jambo. Wewe, habari? Wewe ulikuwa Muislamu lini? Mimi sijajua. Nikusalimie. Songea tu karibu, usiogope. Usiogope, hapa kuna tayari mama ameingia tu. Sasa jamani, mbona mimi na wewe nani mwenye ndevu nyeupe? Yaani mimi ni mzee. Acha tuache salimia kijana, unajua. Habari? Sasa unaona watu wenye heshima, wanaheshimu wazee. Nyinyi ndio wale mkiingia kwa gari, wazee wanasimama, nyinyi mmeketi. Haifai hivyo. Tena msalimie brother, vipi? Poa. Naitwa nani bro? Eric. Eriko. Na mimi naitwa Abubakar. Ni Muislamu. Unaona Muislamu kama Yesu, Muislamu kama Muhammad, Muislamu kama Ibrahim. Sasa ndugu yangu, hebu nikuulize, umejaliwa kuwa na mke nyumbani au bado? Kuna mke. Watoto wangapi? Wawili. Asante. Hebu wakati una watoto wawili, unaweza ukamletea mmoja peremende sweet, ukamwacha yule mwingine? Inawezekana. Barikiwe, wewe ni baba mwenye busara. Sasa unisalimia mimi na kuna ndugu yangu mdogo yule unamwona na kitambi. Kuja unisalimia pia. Usione hii kitambi zako tu. Hiyo ni chakula tu. Msalimie naye. Hiyo ni chakula tu, amekula vizuri. Salimia tu. Mkaribishe ndugu yangu, nipe zawadi. Karibu. Mkaribishe, nipe zawadi Kidogo. Salamu tu. Keti chini kidogo ndugu yangu, dakika moja, only 1 minute. Sisi Waislamu hatuna choyo. Ushaona kwa crusade wa Kristo, ushaona mtu anakaribishwa hata kupata kipaza sauti tu aseme apata, lakini katika Uislamu sisi tunapatia hata wa Kristo, si Waislamu wenzetu, wa Kristo tunawapa paka kipaza sauti. Mpatie, somea mama hapo 4:16.
Aya 4:16 inasema akaenda Nazareti, ndio hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpatie mama. Nafikiri wewe ni kidogo umelelewa katika miji ambayo kwamba Kiswahili kinazungumzwa sana. Yesu desturi maana yake nini? Kawaida Yesu siku ya Sabato alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Na wewe kila Sabato unakwenda wapi? Kanisani. Kwa hiyo unataka kuniambia sinagogi sio kanisa? Oh, ni kanisa. Ulitoa hayo maneno umetoa wapi? Maneno ya hekima hivyo. Hayo maneno ya hekima umetoa wapi? Kwa Biblia. Ubarikiwe, Mungu aongeze miaka yako. Hebu muoneshe katika ukurasa 1229, Biblia ni King James. Angalia hapo. Haya, maelezo ya Biblia magumu, maneno ya kamusi ya Biblia inasema nini? Ndio. Muoneshe dadangu. Ndio hii hapa sinagogi. Sinagogi. Maona dadangu? Sinagogi. Ndio, kanisa, msikiti wa Wayahudi. Sio kanisa. Ni msikiti wa Wayahudi. Mpe dadangu. Dada, kumbe sinagogi si kanisa, ni nini? Na msikiti wanaingia watu wa dini gani? Waislamu. Na Yesu naye akaingia ndani ya nini? Sinagogi. Ambayo sinagogi ni Kiyahudi. Kiswahili maana yake? Rudia tena, hajaona baba? Sinagogi. Ndio. Sinagogi kwa kamusi ya Biblia ni msikiti. Mpe. Kumbe sinagogi nini dadangu? Msikiti. Kumbe Yesu alikuwa anaendaga wapi? Msikiti. Na umeniambia wanaokwenda msikitini ni watu wa dini gani? Islam. Kumbe Yesu alikuwa nani? Islam. Na wewe dini gani? Kumbe wewe unampinga nani? Yesu. Na mtu anampinga Yesu siku mwisho anakwenda wapi? Motoni. Kumbe wewe uko tayari kwenda motoni? Kama uko tayari kwenda motoni. Na Yesu amesema yeye ni njia. Wengine wakaimba Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Kweli si kweli? Kwa mfano Yesu yuko mbele, kisha wewe uko nyuma ya Yesu. Yesu anatembea mpaka ndani ya msikiti. Na wewe utajipata wapi? Nyuma ya nani? Yesu anaingia katika nyumba inaitwaje? Kumbe na wewe utaingia wapi? Kumbe ukiingia sinagogi utakuwa dini gani? Uislamu. Wangapi wanamkaribisha mama jamani? Sijaona bwana. Wangapi wanamkaribisha? Kumbe watu wanapenda mama namna hii. Ndugu yangu, zawadi yako ndio hii, usiondoke. Mama, unaona vile watu wanakupenda bwana. Sasa wewe kwanza ukisilimu mamangu, utakuwa umekuwa muda wako, kwa maana muda unasonga. Unaona? Na Yesu anasema aje mpe huyo? 7:24 Mathayo. 7:24 kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? 7:24 Mathayo. Wacha nifikie mwalimu nisome. Inasema hivi. Naam, inasema hivi. Ndio. 7:24 nimepata. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe. Ukisikia maneno ya Yesu na kisha ukayafanya hayo maneno ya Yesu aliyoyasema, utafananishwa na mtu mwenye nini? Asante. Na mimi natumai mama wewe ni mwenye akili, kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tokeni hapa. Na mtulii. Vumbi. Mimi mnamtulia mama vumbi tamta. Hapa sasa ni kidogo tu. Ukisikia maneno ya Yesu na ukayafanya, unafananishwa na mtu mwenye nini mama? 26 nasemaje? Teremka mwalimu. Inasema na kila asikiaye hayo maneno yangu. 26 na kila sita. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Maliza. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpe. Atafananishwa na mtu gani? Wewe ni mwenye akili ama wewe ni mpumbavu? Wewe ni mwenye akili ama wewe ni mpumbavu? Nasema kitu mara moja. Mamangu, dadangu, wewe ni mwenye akili ama ni mpumbavu? Mwenye nini? Mwenye akili, kweli si kweli? Kwa hivyo kama wewe ni mwenye akili, itabidi uingie katika nyumba inaitwa msikiti. Na Yesu ndio kaingia katika nyumba hiyo. Umeona dadangu? Tuko pamoja? Wewe kuingia
kuingia katika msikiti ni hiari yako, sio lazima ulazimishwe. Kweli si kweli? Mungu anasemaje? Mpe huyo. Qur'ani sura ya 2 aya 256. Qur'ani sura ya 2 aya 256 inasemaje? 256 inasema, ndio habari la ikra fi din. Tusiogombane, naomba usalimie huyo. Vipi? Usiniogope. Mimi ni ndugu yako tu. Si ndio? Songea karibu na mimi hapa nikupe kitu. Yes, mimi naitwa Abubakar. Wewe unaitwa nani? Peter. Unajua uko kwa Biblia. Si ndio? Sasa Peter unafaa muite mwana wa Mungu basi. Maana Isaka kazaliwa kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu. Hebu mpe huyo. Yesu amezaliwa kwa neno. Qur'ani 3:45. 3:45. Alafu naona sijui mbona watu wanaogopa. Leo wanakaa mbali. Karibieni tu. Hebu naona Waislamu. Mkono juu, mashaallah. Shusheni. Wakristo mkono juu. Kama unampenda Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako, mbona mama yetu njoo unisalimie kwa heshima yako. Nimekuchagua njoo unisalimie. Na pia mchungaji anapita ungekuja unisalimie. Leo ni Jumamosi najua umetoka kanisani. Njoo unisalimie. Akuje wote. Mchungaji. Neema ya Bwana ipo pamoja nawe. Amen. Amen. Mimi naitwa Omar. Wewe unaitwa nani? Naitwa John. John yule mwenye ameandika Revelation. Yohana wa Zebedayo. Hivi umetoka kanisani ama? Ndio. Hivi unashiriki siku hizi kanisa gani? Sabato. Seventh Day Adventist Church ambayo ilianzishwa na Helen G. White. Ni kweli? Ndio. Kutoka kwa Michigan. Bwana yake alikuwa anaitwa William Miller. Ni kweli? Kanisa hii kuanzishwa na Ellen White. Hebu kuja utuambie. Njoo. Ellen G. White pale. Akuje na mke wake. Anasema anaenda mbali. Hebu nikuulize ndugu yangu mchungaji. Ukipata noti 1000 hapa, utachukua ama utaiacha? Wako pamoja. Kwanza lazima niangalie wakuje wote. Tumpe. Ukimkosa ndio hii hapa, utaichukua ama utaiacha? Kama haina mwenyewe iko hapo, utaichukua ama utaiacha? Ufai uache. Haya, sasa hii ni maneno ya Mungu. Utaiacha ama utatulia hapa? Si tutatulia ni vile. Kwa hivyo 1000 utachukua, lakini maneno ya Mungu unaiacha. Mnamuona na ametoka kanisani Hivi mchungaji kidogo tu, dakika 2 basi. Kaa pale kidogo tu. Dakika 2. Nataka kujua kidogo tu kuhusu Sabato. Haya, mama yetu ameenda wapi? Njoo huyu. Mama yetu wako wapi? Wako pamoja. Ameenda wapi? Wewe umeogopa na umetoka kanisani. 22:29 Mathayo. Mwalimu wangu. 22:29. Mathayo. Inasema hivi. Kitabu cha Mathayo. Mama ameenda wapi? Hebu naona Wakristo. Mnaona wachungaji wanakimbia. Wakristo mkono juu. Kuna wimbo inaimbwa inachoma injili yo, inachoma injili Yesu, inachoma. Soma andiko. Nasema 22:29 inasema hivi. Ndio. Yesu akajibu akawaambia, nini? Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana mchungaji kapotea, anaogopa maandiko, hajui maandiko, kapotea. Mpe Mokamba. Mokamba mlenga. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Hivi umesema Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa nani? Unaamini Yesu ni mwana wa? Wewe na Yesu nani mkweli? Wewe na Yesu nani mkweli? Sisi sote. Kwa sababu tuliumbwa na mfano wa Mungu. Muumbwa na mfano wa Mungu. Yesu akisema yeye si mwana wa Mungu, aseme yeye ni mwana wa Adamu, utamfuata? Hawezi sema. Atasema. Mpe huyu. 9:18 Luka. 9:18 kitabu ni cha Luka. Anasema Yesu hawezi sema. Yesu anasema, sikia maneno ya Yesu. Wewe unamsingizia ni mwana wa Mungu, lakini yeye anasema ni mwana wa nani? Sikia. The Lazarus effect. Inasema hivi 9:18. Kitabu cha Luka. Alipokuwa akiwaambia. Ndio. Luka. 9:18 Luka. Aya. Kitabu ni cha Luka. 9:18
Lazaro. Inasema hivi 9:18. Safi. Inasema na kila Marko au Luka 9:18. Ndio hiyo mwalimu. Alafu ni wale wa Kristo. 9:18 inasema hivi. Hata kama huna dini basi nyanyua mkono juu. Kuna wengine hata hawana dini. Ndugu yetu njoo. Njoo. Nisalimie. Njoo hapa. Unaogopa nini wewe mwanaume? Wanawake wanakuja mpaka hapo unaogopa. Njoo. Mwanaume ni kidume, hafai kuogopa. Neema Bwana iwe pamoja nawe. Bwana mgani? Ujui ni bwana mgani? Hivi wewe kwako umeoa? Sasa mama, kwa hapa. Unajua umeniuliza bwana mgani? Si kwako kwa nyumba unaitwa bwana, ndio maana nakuuliza. Kuoa wachana. Basi nenda pale dakika moja tu pale kwa kiti. Tunakaribisha kaka yetu. Karibu sana. Anasema hana dini, tumpe dini. Asikose dini. Soma andiko. Kuna andiko unataka sawa utamwambia. Nakuambia ndugu yangu kidogo. Dini yangu. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Bwana mgani? Bwana mgani mpe huyu. Kuna kitu nilikuwa na. Si umpe huyu ni kuonyeshe bwana mgani. Hiki tu mnasema dini. Dini yangu mimi ni Shiraini. Naenda kwa Shiraini. Kumbe Mkatoliki huyu. Kama unaenda Shiraini, wa Katoliki ndio wanaenda Shiraini. Huko Nakuru kuna mahali panaitwa Shiraini. Ukifika Subukia kuna mahali kuna msalaba mkubwa, watu wanatoka Eldoret, Kitale, wapo wanaenda Subukia Shiraini. Kama unaenda Shiraini, wewe Mkatoliki tu. Sio ile ya Katoliki. Gani? Hiyo ni ile ya kitambo. Ya sasa ni gani? Sasa hii ya Katoliki ni ya sasa. Ya sasa. Iko kuanzia kitambo. Mimi nimelelewa Nakuru, najua hiyo Shiraini kuanzia kitambo watu walikuwa wanatoka mbali wanakuja huko. Hata kabla kanisa ikakuja na msikiti. Hiyo Shiraini ilikuwa. Hivi wewe una dini? Zile za mababu. Sio ni dini yangu. Wewe unaendaga Shiraini? Ile za mababu. Za mababu? Huyu anaenda za mababu. Sasa kitu unasikia mnasema sijui msikiti, kanisa. Sasa haikukuwa. Kwanza wewe umefanya kujibandika dini, wewe ni Muislamu. Wewe ulitoka wapi? Hii mambo ya msikiti nini imekuja, ilikuwa ni mambo ya Abraham. Sasa wewe umejibandika dini yake. Waislamu takbir. Anasema hana dini na anasema msikiti ulikuwa Ibrahim. Barikiwa sana. Endelea. Sasa wewe unajifanya Muislamu. Na wewe umezaliwa hapa, wewe ni Mwafrika. Umetoka wapi wewe? Mpe huyu. Qur'ani 62. Abraham hakuwa Mwafrika. Mpe nikuonyeshe. Anakuonesha. Qur'ani 62:2. Sisi tunakuonesha na ushahidi. 62:2. Qur'ani inasema. Ndio. Anasema anafuata historia ya mababu zao. Anauliza mimi nimetokea wapi? 62:2 inasema. Ndio. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma. Huyu Mungu ndiye aliyemleta mtume Muhammad kwa watu wasiojua kusoma, anayetokana na wao. Ambaye anatokana na wao, awasomee aya zake na kuwatakasa na kuwafunza kitabu na hikma. Huyu ni mtume Muhammad, awatakase na wafunze kitabu na hekima, teremka elimu nyinginezo. Na kabla ya haya walikuwa katika upotofu ulio dhahiri. Ndio hata mtume wakati alikuja alipata Waarabu wanaabudu miungu 360, akawacha, teremka. Alikuwa anaabudu miungu na amemleta ndio kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana na wao, na amemleta kwa wengine ambao wako miongoni kuungana na wao, nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Kwa hivyo sisi tumekuja nyuma. Kama mimi nimekuja nyuma, unauliza nimetoka wapi? Mimi nimekuja nyuma. Mpe maiki. Sasa wewe umekuja nyuma, umeacha dini yako. Mwacha dini ni mtumwa, wewe ni mtumwa. Mwacha dini ni mtumwa. Ni mtumwa Ndio. Ibrahim alikuwa dini gani? Sasa wewe ndiye mwanzilishi huyo. Ibrahim alikuwa anaenda Shiraini? Hakuna kitu kama hiyo. Si wewe umesema Ibrahim alikuwa anaenda Shiraini? Ndio anajuanga na Mungu yake huyo. Unajua huyo alikuwa anaongea na Mungu yake. Sasa wewe umeacha watu wa kwenu ukaingilia mambo ya Ibrahim, umjui. Hivi umesema una dini. Aliyeumba mbingu na ardhi ni nani? Sasa huko wakati mimi sikuwa. Sasa vitu zingine sitakuulizia. Kwa hivyo ni vitu umekuta Hizi vitu nimekuta hata sasa mbingu inakuhusu nini? Umpa wewe mwalimu wangu.
330 Qurani. Vitu zingine unazipuzizi. 330 Qurani. 330 Qurani. Kwa hivyo yeye ni atheist. Huyu ni atheist. Haamini kuna Mungu huyo. Yaani anaabudu miungu. Gods. 330 Qurani. 330 inasema enyi mlioamini. Ndio. 330. Sadakta. Soma. 330. Ama 230. 330. 330. Inasema hivi, ndio. Enyi mlioamini, ndio, msile riba. 133, 131. 31. Na ogopeni moto ambao umewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Mpe. Unajua siku ya mwisho kuna moto. Hiyo ni uongo. Hii mwisho kwani hivikangi? Haya. Hiyo mwisho hivikangi. Hiyo ni uongo. Watu ndio hawa. Hawaamini hata kiama. Kwani Mungu ni mjinga au mtu achome? Mungu sio mjinga au mtu achome. Kuna siku Mwenyezi Mungu anasema ataachilia malaika. Kuna malaika anaitwa Israfili. Analetwa tayari kwa ajili ya siku ya kiyama. Atapuliza vuvuzela, yani tarumbeta. Ni uongo hiyo. Uongo Hata vitu zingine hapa vimeandikwa ni mtu aliandika. Huyo Mungu si angekuja tu atuambie tu. Haya mpe huyo. 23:18. 23:18. Qur'ani. Amini pepo, amini aliyeumba mbingu na ardhi, kila kitu anasema ni uongo. Acha tuangalie kama hii ana dini. Acha tuangalie kama hii ni uongo. Ukimsomezi vitabu bado hazina maana kwa sababu yeye haamini. Soma 23:18. 23:18 inasema na tumeteremsha kutoka mawinguni maji kwa kiasi. Ndio. Na tukayatuliza ardhini. Ndio. Tukayahifadhi ndani ya ardhi. Ndio. Na bila shaka sisi ni wenye uweza wa kuyaondoa. Kwa maji hayo tukakufanyieni bustani za mitende. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Mungu anafanya kunyeshe mvua, kisha na miti inamea. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Teremka. Na mizabibu na mnapata umo matunda mengi, na katika hayo mnakula. Ndio. Na kwa hayo atakufanyieni vile vile mti utokao katika mlima wa Sinai. Sijui andiko mbona linalitoka. Linasema mmetokana na uzao manii, mbegu ya uzazi. 13. Kisha tukamuumba kwa tone la manii. Mbegu ya uzazi. Ndio. Mbegu ya uzazi. Ndio. Lililowekwa katika makao yaliyohifadhika. Ndio. Kisha tukalifanya tone hilo kuwa pande la damu. Mungu akalifanya hiyo tone kuwa damu. Na tukalifanya pande la damu ililokuwa pande la nyama. Mpe maiki. Sasa vitu zingine hapa nasikia umeongea kama mvua. Sisi hata wajina wananyesha mvua. Subiri, andiko limesema Mungu anatoa mwanadamu kupitia kitu kinaitwa manii. Unajua manii? Sijui. Sasa kwa tayari nikufunze. Manii ni mbegu ya uzazi. Na ambayo kuna kitendo kinafanyika, ile mbegu ya uzazi ikitoka ndio wewe ukapatikana. Ni kweli ama si kweli? Unataka kumaanisha mimi nimetoka kwa mti? Manii ni mbegu ya uzazi, sio kwa mti. Mpe arudie. Sasa mbegu mimi nimezaliwa na mtu. Si ndio? Sasa kilichofanyika kikatendeka pale, kuna mbegu ya uzazi ilitoka na ndio inaitwa manii. Wewe umetokana na manii. Sijui hiyo maneno hiyo. Wewe umezaliwa au hujazaliwa? Simezaliwa. Kumbe kuna kitendo kilifanyika ukapatika? Hata nizikuwa. Ndio nauliza, kuna kitendo kilifanyika ukapatika? Mimi nimejipata tu nikikula. Sijui ilifanyika nini. Inna lillahi. Ati umejipata tu akikula. There's something called ejaculation. What is ejaculation? Wakristo, hebu naona Wakristo. Au ni mpagani? Mpagani huyo. Wakristo mkono juu. Jamaa hana dini. Wewe hapo Wakristo. Yaani hata wewe usiende kwanza, niko na zawadi yako. Umetoka. Usiende, niko na zawadi yako. Rudi tu, zawadi yako unaiacha. Wakristo ni waone mkono juu. Jana huyo hana dini. Nasema hii dunia kuna mambo. Yeye anasema amejikuta. Hata hajui kwenye ametoka. Anasema amejikuta, alijipata tu ametokea tu. Mbona anavaa nguo basi? Alikaa hivyo hivyo. Hata hizo nguo zilijitokezea kwa mwili tu. Maana alizaliwa bila nguo, angekaa hivyo hivyo tu. Dunia kweli. Mwalimu wangu. Haya, Qur'ani 49:13. 49:13.
13. Hiyo namba mashaallah. 49:13. Sadakta. Mashaallah. Inasema hivi. Alafu sijui kama mwenzake hata yeye anafuata hivyo. Hebu njoo unisalimie ndugu yangu. Njoo unisalimie. Sawa? Kwa speaker. Njoo unisalimie. Inna lillahi astaghfirullah. Kwa speaker. Soma andiko. Inasema Ndio. 49:13. Enyi watu, Ndio. kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanaume mmoja Adamu. Wewe mwenye hauna dini sikiliza. Hakika tumekuumbeni kwa mwanaume mmoja yule Adamu, Na kwa yule mwanaume mmoja Adamu, na yule mwanamke mmoja Hawa. na kwa yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyieni mataifa na makabila mbalimbali, Na ndio unapata kuna Uganda, kuna Tanzania, kuna Kenya. Teremka. ili mjuane tu, Ili tujuane tu. basi sio mkejeliane. Sio kukejeliana. Hakika heshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye amchaye Mungu zaidi katika Yule na ambaye anamheshimu Mwenyezi Mungu ni yule na ambaye anamcha Mwenyezi Mungu zaidi. Hebu nione ndugu zetu wa Kristo. Hebu njoo ndugu yangu nisalimie. Wewe umeweka mikono hivi, njoo unisalimie. Wanaume ni kama hawa, waogopi. Inaitwa Omar. Siku hizi wewe unaitwa nani? Jared, siku hizi unashiriki kanisa gani? Bwana nenda kitambo. Siku hizi uendi, hata usiende. Hebu kuja nikuonyeshe kitu. Njoo nikuonyeshe kitu. Njoo. Kaa hapa. Kuonyeshe kitu. Kuja nikuonyeshe. Dakika moja tu njoo. Jared muoga tena huyu. Jared muoga. Jared kuja Wakristo wamekaa mbali. Mbona mnaogopa? Muislamu na Mkristo ni watu. Tofauti ni imani. Ukienda kwa makaburi ya Wakristo utapata wameweka msalaba. Kwa Waislamu utapata hakuna msalaba. Kwa hivyo tofauti ni imani. Kwa hivyo ukiona Muislamu na kanzu usikamuogope. Huyu ni mtu kama wewe tu. Ni ile tu hujatamka shahada ukakuwa Muislamu. Mwalimu wangu, watu wakiukubali Uislamu Mungu anataka wakuwe namna gani? Awasamehe dhambi zao. Qur'ani 4:13. Sikiliza kwanza, Mungu na mtii mtume wa Mwenyezi Mungu. 13. Inasema hivi 13. Kuja ukae hapa. Usiseme huko. Effect. Mwanaume si muoga. Kuja ukae hapa. Anasemea mbali. Tofauti. Kuja ukae hapa. Inasema hivi 4:13. 4:13. Inasema hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu atamuingiza katika bustani zipitazo mito mbele yake. Ukimtii Mwenyezi Mungu na mtii mtume utaingizwa katika mito zipitazo katika pepo yake. Ndio mwalimu. Naona ndugu yetu ametulia. Hebu mpe nimsalimie. Msalimie. Nimsalimie tu. Masai. Mpe maiki. Abio. Soba. Ako ama amepitia mahali. Ako wawili. Sawa. Unajua kwa mapima kidogo. Hebu ni wale wa Kristo. Dunia mbili hizi kweli. Wanakaa mbali sana. Kaa hapa. Si umepotea unaogopa kiti. Hauna dini tena unaogopa. Walimu wangu 3:19 Qur'ani. 3:19 Qur'ani inasema inna dina 'inda